Basi neema ya Bwana Mungu wetu na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele. Amen. Tunakwenda kuangazia kwa habari ya falme na mamlaka, kwamba hizi falme ni falme ambazo zipo katika ulimwengu wa roho, ambazo zinatakiwa kushindwa au tunazishinda kupitia neno la Mungu. Kupitia neno la Mungu anasema hatimaye wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa ushuhuda. Asifiwe sana. Naam, ni sehemu ya pili ya somo letu la falme na mamlaka, na leo tunakwenda kujifunza kwa habari ya falme na mamlaka. Hapa tutaangalia mamlaka za kieneo au mamlaka za maeneo katika ufalme wa giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapendwa watu wa Kristo na waamini kwa ujumla wenu, tunaendelea na mafundisho yetu ya siku kwa siku kwa habari ya falme na mamlaka, ambayo neno la Mungu limeendelea kufundisha kwa undani zaidi, na leo tutaangalia ni sehemu ya pili, part 2 ya somo letu linalohusu falme na mamlaka. Katika mafundisho ya Biblia kuhusu vita vya kiroho, ni muhimu kuelewa kwamba uovu haupo kwa bahati mbaya wala kwa vurugu zisizo na mpangilio. Biblia inaonyesha wazi kuwa kuna mfumo wa utawala wa giza unaojengwa kwa ngazi ya mamlaka mbalimbali, na hizi mamlaka zimepangwa, mamlaka hizi zimewekwa, mamlaka hizi zimepangiliwa, zinaenda sawasawa na mifumo. Baada ya kutambua chanzo cha uovu na kiongozi wake, sasa hatua inayofuata tunaenda kuchunguza kile ambacho Biblia inakiita falme na mamlaka. Tunaita falme au principalities, ikiwa na maana kwamba ni mamlaka, principle. Hizi ni mamlaka za kiroho zinazohusishwa na maeneo, historia, mifumo ya maisha ya wanadamu pia. Na lazima uelewe kwamba uelewa wa falme hizi ni msingi muhimu kwa kanisa ili liweze kupigana vita za kiroho kwa hekima na ushindi kwa kutumia neno la Mungu. Kwa hiyo maana ya falme kwa mtazamo wa kibiblia, neno falme linatokana na neno la Kigiriki ambalo linaitwa arch, linalomaanisha chanzo au mwanzo au mamlaka ya awali. Kwa hiyo katika kitabu cha Waefeso sura ya 6 mstari wa 12, Mtume Paulo anaonyesha kwamba mapambano ya Mkristo hayalengi tu damu na nyama, bali yapo dhidi ya falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho. Na hii inaonyesha kwamba falme si watu wala serikali za kidunia, bali ni nguvu za kiroho zinazotawala kwa ushawishi katika maeneo na mifumo fulani ya kimaisha. Na hii inaonyesha kwamba falme si watu wala serikali za kidunia, bali ni nguvu za kiroho ambazo tunaweza tukaita kwamba nguvu za kiroho zinazotawala kwa ushawishi katika maeneo na mifumo fulani ya maisha ya mwanadamu. Falme hizi hutengeneza mazingira ya kiroho yanayoathiri fikra, yanaathiri maamuzi, mwenendo wa jamii na taifa zima. Tuangalie hapa utawala wa kienyeji na eneo, territory influence. Biblia inatoa ushahidi wa wazi kwamba falme za giza zinafanya kazi kwa kuhusishwa na maeneo maalum. Katika kitabu kile cha Danieli 10 mstari wa 12 mpaka 13, tunaona kisa cha mkuu wa ufalme wa Ajemi aliyempinga malaika wa Mungu. Tukio hili linafunua ukweli kwamba nyuma ya tawala za kidunia kuna nguvu za kiroho zinazoshawishi na kuathiri mwenendo wa mambo. Hivyo miji, mataifa na jamii zinaweza kuwa chini ya ushawishi wa ufalme fulani kulingana na historia yao ya kiroho. Miji mbalimbali, eneo mbalimbali, mfano mkoa huu unaweza ukawa na falme yake.
unaweza ukaona mamlaka yake katika mambo ya kiroho. Nchi hii na nchi hii kunaweza ukaona mamlaka yake katika mambo ya kiroho. Kwa hiyo lazima tuone kwamba hii inaeleza kwa nini baadhi ya maeneo hupambana na dhambi au mateso yale yale kwa muda mrefu licha ya mabadiliko ya kisiasa au ya kijamii. Kwa hiyo hii inajaribu kufafanua kwamba kuna baadhi ya maeneo yanakumbana na mateso, baadhi ya maeneo yanakumbana na changamoto au dhambi fulani kwa muda mrefu licha ya mabadiliko ambayo yanakuwa yanatokea ya kisiasa na kijamii. Mfano, magonjwa yanavamia eneo fulani licha ya kwamba hospitali, wataalamu wa afya watapelekwa maeneo yale, licha ya kwamba kuna jitihada fulani ambazo zitachukuliwa za kijamii au za kisiasa, lakini yale maeneo nakuta bado kuna migogoro, bado kuna changamoto. Hii ni kwa sababu kuna falme na mamlaka ziko katika hayo maeneo za kiroho. Kwa hiyo misingi ya kisheria ya utawala wa ufalme wa giza, falme za giza hazitawali kwa nguvu za kiholela. Zinahitaji msingi wa kisheria na wa kiroho. Msingi huu mara nyingi hujengwa kupitia dhambi ya kizazi, maagano ya kihistoria, au kukosa maarifa ya kweli au ukweli wa Mungu. Kwa hiyo hazitawali tu kiholela, bali kuna mifumo thabiti ambayo inakuwa imewekwa au kuwekezwa, ambayo mara nyingi sasa inaweza ikasababisha au ikahararisha au ika-influence hizi tawala ziweze kutawala. Biblia inaonyesha kwamba dhambi zisizotubiwa huacha athari za muda mrefu. Katika Kutoka ile kitabu kile cha Kutoka sura ile ya 20 mstari wa 5, Mungu anaonya kwamba matokeo ya dhambi yanaweza kuonekana hadi vizazi vijavyo. Hii haimaanishi kuwa Mungu ni dhalimu, bali inaonyesha kanuni ya kiroho kwamba kile kinachoendelea bila kutubiwa hujenga mizizi ya mateso na utumwa. Kwa hiyo hii ni kanuni ya kiroho. Haionyeshi kwamba Mungu anaweza akawa ni Mungu katili au anaweza akawa Mungu ambaye hana huruma, bali inaonyesha kwamba hii ni kanuni ya kiroho. Ni kanuni ya kiroho inayojaribu kufafanua kwamba katika mazingira mbalimbali ambayo watu wanakuwa wanapitia, kuna changamoto hii na hii ambazo sasa zinahitaji utatuzi wa hapa na hapa ili uweze kuchukua hatua. Kwa hiyo lazima tuone kwamba dhambi siku zote huwa inajenga mizizi, dhambi isiyotubiwa, na hii mizizi yake sasa ni ya mateso na utumwa wa muda mrefu. Vile lazima tujifunze kwamba katika maagano ya kihistoria kama ibada za sanamu, nadhiri, kuweka nadhiri, desturi zilizokubalika kijamii huweza kuwa msingi wa falme za giza na kuendelea kutawala. Ukisoma kile kitabu cha Yoshua 24:15 na kitabu kile cha Waamuzi sura ya 2 mstari ule wa 1 mpaka ule wa 3, utaona ni kwa jinsi gani hizi falme na mamlaka ambazo zinajenga misingi ya kuendelea kutawala kwa muda mrefu, misingi ya kutawala kwa muda mrefu zaidi kuliko watu wanavyofikiri, kuliko tunavyotazamia. Kitabu kile cha Yoshua sura ile ya 24 mstari wa 15, neno la Mungu linasema hivi: nanyi kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana, chagueni leo mtakayemtumikia, kwamba ni miungu ile ambayo baba zenu walitumikia ng'ambo ya mto, au kwamba ni miungu ya Waamori ambao ni miungu ya Waamori, ni miungu ya Waamori ambao mnakaa katika nchi yao, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Nao watu wakajibu wakasema, hasha, tusimwache Bwana ili kutumikia miungu mingine, kwa maana Bwana Mungu wetu yeye ndiye aliyetupandisha sisi na baba zetu kutoka nchi ya Misri na kutoka katika utumwa, naye ndiye aliyezifanya ishara zile kubwa mbele ya macho yetu na kutulinda katika njia ile yote tuliyoiendea na katika watu wa mataifa yote tuliyopita katikati yao. Kwa hiyo unakuta hapa Joshua amewaita kusanyiko kubwa, mahali hapa linaitwa kusanyiko la Shekemu. Anawaita hawa watu, anajaribu kuwaeleza kwamba sasa tumetoka huku
tunaelekea huku. Ni kama nasaa nazitoa sasa, kwamba kwa hao watoto wa wana wa Israeli na Waisraeli waliofanikiwa kuvuka kwenda nchi ya ahadi, wamefika, zoezi la ugawaji wa miji limemalizika, ndipo Yoshua anapoita lile kusanyiko na kuanza kuhutubia akisema ya kwamba mababa zetu waliabudu huku tulikofika tulikuta wanaabudu miungu hii na hii. Sasa na nyinyi leo chagueni mtakayemtumikia. Je, ni yule Mungu ambaye alituokoa, au mtaamua kuchagua miungu mingine ambayo ni ya Waamori na makabila ambayo yalikuwa yanawazunguka? Lakini wana wa Israeli wanakumbuka matendo makuu ambayo Mungu aliyatenda. Wanasema, sisi na nyumba yetu, la hasha, tutamtumikia Bwana, kwa sababu Bwana ametenda mambo yaliyo makubwa. Ametusamehe, ametuepusha na magonjwa, maradhi na changamoto mbalimbali. Lakini kile kitabu cha Waamuzi sura ile ya 2 mstari wa 1 mpaka 3 anasema, kisha malaika wa Bwana alikuwa juu ya Gilgali kwenda Bokimu, akasema, mimi nimewaleta nyinyi mkwe juu kutoka nchi ya Misri, nami nimewaleta hata nchi niliyowapia baba zenu, nami nalisema, mimi ni milele, sitalivunja agano langu nililoagana nanyi msifanye agano lolote na hawa wenyeji wa nchi hii. Zipomosheni nchi madhabahu zao, lakini hamkuisikia sauti yangu. Je, mmefanya hayo kwa sababu gani? Basi kwa ajili ya hayo nami nilisema, sitawafukuza watoke mbele zenu, lakini watakuwa kama miiba mbavuni mwenu, na miungu yao itakuwa ni tanzi kwenu. Unakuta sasa hiki kifungu kinakuja kulandana na kifungu cha Yoshua, kwamba kumbe hawakutolewa kwa sababu ya uovu ambao waliufanya, hawakutolewa. Akasema, mtabaki humo na hao watakuwa miiba kwenu, watawasababisha muendelee kuwa hapa. Kwa hiyo unakuja kuona kwamba hizi falme na mamlaka bado zinaendelea kufanya kazi, bado zinaendelea kusimama, bado zinaendelea kuwaweka watu katika utumwa wa dhambi. Kwa hiyo maagano ya kihistoria kama ibada za sanamu na kuweka nadhiri na kusahau kuzitangua hizo nadhiri, desturi zinazokubalika na kijamii, huweza kuwa misingi ya falme za giza kuendelea kutawala. Kwa hiyo vinaonyesha jinsi kushindwa kuvunja maagano ya zamani kulivyotesa mateso ya taifa la Israeli. Hali hii ilifanya kwamba maamuzi ya zamani yanaweza kuathiri vizazi vya sasa ikiwa hayajarekebishwa kwa nuru ya neno la Mungu. Ujinga wa kiroho kama mlango wa utawala. Ujinga wa kiroho kama mlango wa kutawala. Sababu tunasema kwamba ujinga wa kiroho kama mlango wa kutawala, hii ni sababu nyingine inayowapa falme za giza nafasi ya kutawala. Huu ujinga wa kiroho, soma katika ile Hosea 4:6 inasema, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kukosa maarifa hakumaanishi kutokujua, bali ni kukosa kufundishwa na kuelekezwa katika ukweli wa Mungu. Pale ambapo ukweli unanyamazishwa, kupotezwa, au giza hupata nafasi ya kutawala bila upinzani. Hivyo giza hupata nafasi ya kutawala bila upinzani. Kwa hiyo Biblia inasema ya kwamba Kristo ni nuru ya ulimwengu. Sasa nuru isipohubiriwa, neno la Mungu lisipohubiriwa, kwa sababu Kristo anajitambulisha kama nuru, kama neno. Kwa hiyo neno lisipohubiriwa, neno lisipowekewa mkazo, mwisho wa siku hizi falme za giza zinapata nafasi ya kutawala. Kanisa linapokoswa kufundishwa kwa usahihi, jamii huachwa bila kinga dhidi ya mifumo ya uovu iliyojificha kama desturi na tamaduni za kawaida. Hivyo kwa ujumla, falme ni mamlaka za kiroho zinazofanya kazi kwa msingi wa eneo, historia, makubaliano ya kiroho yaliyowekwa na wanadamu kwa hiari au kwa ujinga. Hazitawali tu kwa nguvu moja kwa moja, bali ni misingi ya kisheria inayotokana na dhambi, maagano ya zamani, ukosefu wa maarifa ya kweli. Uelewa wa misingi hii ni muhimu kwa kanisa ili kuweza kushughulikia mizizi ya matatizo badala ya kushughulika na matokeo au matunda pekee. Na ni kwa kutambua ukweli huu ndipo kanisa linaweza kusimama imara katika mamlaka ya Kristo aliyeshinda falme zote za giza msalabani na kuleta nuru katika maeneo yaliyokuwa chini ya utawala wa giza.
Wapendwa, hizi falme na mamlaka tumeona ni kwa namna gani zinaendelea kutenda kazi ndani ya kanisa, lakini lazima tujue kwamba Kristo yeye ana nguvu kupita hizi falme na mamlaka. Kristo yeye ni mshindi, kazishinda, na kama kazishinda yeye ni muweza, na kama ni muweza yeye anaweza kufanya lolote lile, anaweza kufanya lolote lile, kwa sababu aliposhuka chini kuzimu alinyang'anya funguo ya mauti na kuzimu, akatangaza ushindi juu ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikutakia wakati ulio mwema. Tukutane kesho tena katika mfululizo wa somo letu la falme na mamlaka, ikiwa ni sehemu ya mwisho. Siku ya kesho nitakwenda kuhitimisha somo hili la falme na mamlaka na kuendelea na somo jingine. Asante sana na Mungu wa mbinguni akubariki. Mtumishi wa Mungu Hawadi Mayemba, amen. Barikiwa sana. Usisahau kusubscribe, kufollow, kulike, kucomment na kushare. Mungu wa mbinguni akubariki sana, na kama umeelewa sema amen.